ya Hong Kong, si ndio? Ingawa Hong Kong ni sehemu kamili ya mamlaka ya China, raia yoyote wa China upande wa bara, yani mainland China, hawezi kuwa mkaazi wa kudumu wa Hong Kong au kupata haki za kipekee za eneo hilo, ikiwemo haki za kupiga kura, kupata makazi na kufanya kazi bila ya kibali maalumu. Utaratibu huu upo equally. Utaratibu huu upo Uingereza, ambao ni muungano na wenyewe, ni United Kingdom, muungano wa kifalme. Na huu muungano wetu tunaambiwa katiba yetu imederive inspirations kutoka Uingereza. Utaratibu huu upo. Sasa na kwa sababu unasema kwa mfano wa Hong Kong, huwezi kutoka mainland China ukenda Hong Kong ukapata privilege zote walizokuwa nazo wakazi wa Hong Kong kwa sababu tu ya utaifa wako wa Uchina. Kwa lazima akidhi sheria na vigezo vikali vya ndani ya Hong Kong. Na wana utaratibu wao wa kuingia. Hawaingii siku zote. Hapa sisi Tanzania bara au Tanganyika na Zanzibar, mtu muda wote anaingia asubuhi, anatoka jioni, anaingia. Hong Kong haiko hivyo. Sasa hizi arrangement zipo. Sisi tumeamua hivi, watu wengine wameamua hivi. Sasa yale ambayo mengine yanapowekwa, watu wasione kwamba yana lengo la kubagua. Kwa hiyo kama nchi kubwa na zenye nguvu duniani zinalinda maeneo yao ya ndani kisheria kabisa, ili kuzuia mifumo yao isizidiwe, iweje Zanzibar viongozi wetu waone aibu? Maki hapa kulinda Uzanzibari ndio kulinda uhai wa muungano wenyewe. Hili na mimi nalisema wazi. Kulinda Uzanzibari ndio kulinda uhai wa muungano wenyewe. Maana huko ni kulinda hadhi na heshima ya mmoja wa wazazi wa huo muungano. Na mfano ni rahisi sana. Jamani, huwezi, kama wewe unatokana na wazazi wawili, you don't thrive kwa kumuua mzazi wako. You don't prosper kwa kumuua mzazi au mzazi mwenzio, if I can use that language. Tumefahamiana vizuri. Zanzibar lazima ilindwe na itetewe. Sasa yani Zanzibar, huwezi kuwa na nchi yenye maisha ndani ya muungano ikiwa unajenga utaratibu unayoangamiza maisha, rasilimali na haki za asili za Mzanzibari ndani ya ardhi yake. Utaratibu wa kulinda hadhi na uwenyeji upo hata kule bara, kwenye mikoa, ngazi ya mikoa. Iweje Zanzibar inaonekana kufitinisha? Sasa turudi kwenye sheria, namna waziri alivyopotosha. Maki waziri alijilabu kwamba yeye ndo anasimamia sheria. Sasa sisi tunataka kumkumbusha kidogo. Kwanza, ndugu waandishi na ndugu wananchi, nataka mjue kwamba nchi hii ina sheria. Hii inaitwa Zanzibari Act. Sheria ya Mzanzibari iko hapa, ni sheria namba 5 ya mwaka 85. Haijafutwa hii sheria. Tena imeanzishwa hii sheria miaka sijui mingapi baada ya muungano, baada ya mapinduzi au muungano, from 64, 85. Of course tulikuwa na sheria mwanzo, lakini hii sheria ilikuja kutungwa, Baraza la Wawakilishi linaanza 85, sheria hii imetungwa, ni sheria ya Mzanzibari. Sasa kauli ya Waziri Kitwana, ambaye kama alivyosema swala la vitambulisho za NID linasimamiwa na wizara yake, inalainisha na kurahisisha jambo ambalo kisheria lina mlolongo mkali na mrefu. Kifungu cha 4 cha sheria hii, sheria ya Mzanzibari namba 5, kiko wazi kabisa. Sheria haisemi, na hapa narudia tena, sheria haisemi kwamba ukiishi Zanzibar miaka 10 basi unakuwa Mzanzibari moja kwa moja. Sheria haisemi hivyo. Waziri Kitwana bahati mbaya sana amezungumza uongo ndani ya baraza, na bahati mbaya, kinachonisikitisha, mwanasheria mkuu yupo, makamu wa pili yupo, waziri anatoa uongo ndani ya baraza. Anasema kwamba mimi ndo Mzanzibari ukiishi tu hapa
miaka 10 wewe, sheria haisemi hivyo. Sheria inasema nini? Ili mtu anayeishi Zanzibar apewe hadhi ya Uzanzibari kwa njia ya kuishi, na hii sheria ina vifungu, sheria ndogo sana, ina vifungu 7 tu. Tumefahamiana vizuri? Sheria hii inasema hivi. Kwanza kuna Mzanzibari yule wa nasaba au wa asili, yaani wewe ikiwa baba yako na mama yako ni Wazanzibari, au wewe mwenyewe kwa maana baba mzazi mmoja ni Mzanzibari, wameelezwa huko, basi wewe unakuwa Mzanzibari yule wa asili. Alafu kuna Wazanzibari wa naturalization. Hawa wanauomba Uzanzibari, hauja automatic. Sasa mamlaka zilizopewa za kunaturalize Uzanzibari kwa wale watu ambao hawana asili, ukiacha wale wa kifungu cha 3 walioelezwa wenye asili kwa maana ya baba, mama au baba na mama, hawa wengine utaratibu wa sheria, na hii ni sheria jamani, mimi sipigi hapa maneno labda ilani ya ACT au nini, ni sheria ipo tangu mwaka 85 kaisaini marehemu Mzee Mwinyi. Si sheria ngeni, na zimepita sheria nyingi hapa. Sheria ya uhamiaji, sheria ya uraia imetungwa tena mwaka 95. Hii haikufutwa wala haikuathirika. Sheria hii inayozungumzwa ya vitambulisho vya Mzanzibari ya ZANID ni imetungwa mwaka 2005, ikaja ikatungwa mwaka 2018. Hii haijafutwa, na nitawaambia muunganiko, uhusiano wa hii na kitambulisho cha Mzanzibari. Nake watu wanachanganya haya mambo. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo kurahisisha utaratibu huu, yani waziri anaposema miaka 10 tu, unaonekana ni suala la kuhesabu miaka tu pasipo na uchunguzi wa vigezo vyote vyenye kulinda hadhi ya nchi. Ni ukiukwaji mkubwa wa dhamira, au kama wanasheria tunavyoita herufi na roho, yani text and tenet of the law, herufi na roho ya sheria yenyewe. Kwa nini sheria iseme ana tabia nzuri inayokubalika katika jamii? Nani anapima tabia nzuri ya huyu mtu? Si maana yake kuna vyombo, au sivyo? Si maana yake kuna mamlaka zilizopewa dhamana hiyo, au sivyo? Nani anapima proficiency ya mtu huyu kuhusu lugha yake, uwezo wake wa kuzungumza Kiswahili na kuandika? Maana yake kuna vyombo, kuna utaratibu wa kutest. Maana ingekuwa sheria haitaki kuvizingatia hivi vyote, isingeviweka, ingeweka kigezo kimoja tu, au ameishi Zanzibar mfululizo kwa muda wa miaka 10. Basi ukienda pale unathibitisha tu, mimi niko Zanzibar miaka 10, na hata hiyo miaka si kuna mtu anathibitisha kwamba kweli huyu yuko miaka 10 mfululizo.